Karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu habari huyu muda wa jioni wa leo. Kwa majina ni Reporter Nelson katika muda wa kipindi chetu cha jioni ya leo, na kama haujawahi kufanya subscribe, like, comment, tunaukaribisha katika media ama tumeukaribisha katika habari zetu za jioni ya leo tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, na hapa leo tuna mengi ya kuwatangazia na tuna mengi ya kueleza kupitia yote anayopitikana ndani mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika eneo zingine tofauti. Mashabiki zangu mahali popote muko, na waomba muendelee kufanya subscribe, like, comment ili habari zetu kwa mara muendelee kufuatia kila neno yote ama kila programu zetu za kila mara. Ukiwa tayari unanisikiliza kupitia Media Goma TV, endelea kusubscribe, endelea kujiabone ili taarifa letu likufikie. Na kwa sasa habari niko na nyingi ya kuwatangazia mashabiki zangu na niko na mengi ya kueleza katika muda huyu. Leo nazungumza maneno mengi tofauti, na kwa sasa habari tunaita breaking news. Habari ya breaking news. Leo niko na breaking news mpya kutokea ndani ya seta lenye uwanja wenye mapigano kwa sasa. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia Mashariki ya Kongo kwa sasa wameandaa vifaa kubwa zaidi. Hili linakuja kuwatangazia watu mwelewe kwa sasa leo ni nini inaendelea. Kumbuka niliwaambia tangu tarehe 12, tarehe 13 ndio leo serikali ya Kongo imeendelea kupokea vifaa ya silaha kubwa mingi zaidi. Mpaka kwa sasa M23 mahali popote wako wanaanza kuogopa, kwa sababu wanajua FARDC wamekuja kinoma. Wanani ili tayari ukuwe najua habari zenye uhakika. Ukiwa unanisikiliza mara kwa mara utaendelea kuchambua kila seta leo, tena kutangazia mara kwa mara katika programu zetu za leo ama katika kurasa zangu za habari. Inabidi kwanza niwapashe ama nipenye kidogo katika mtandao ama katika habari zenye nimewapangia katika muda wa leo tarehe hii 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 katika mada yetu ya jioni ya leo. Katika ndani ya eneo ndani ya Baraka eneo inaitwa ndani ya Baraka eneo ya Mshimbaki ndio kwenye jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC wamemiliki na ndio kwenye wako kwa sasa. Wale walikuwa kitangaza kusema habari kama jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC wako katika eneo ya Mulima. Hiyo ni habari ya uongo tayari, kwa sababu hapa ndani ya Media Goma TV ni sisi tunaletea habari lenye linaonekana kwa sasa. Mashabiki zangu mtanisamee kidogo, nimeanzisha habari bila kuwashukuru zaidi na kuambia nimeshukuru mashabiki wote. Muendelea kujiabone kupitia Media Goma TV na kuendelea kupartage na kuendelea kuungana na mimi moja kwa moja na mashabiki zengine kutokea upande ma diaspora Amerika, Canada, Australia. Niko kwa sababu yenyu hapa kuwatangazia habari na muelewe ni nini inaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, si ndio? Na katika habari letu tumefungulia habari zetu mara kwa moja upande wa North Kivu na upande wa Sud Kivu. Kwa sasa habari niko nayo ni mengi zaidi. Habari niko nayo ni mengi zaidi kwa sasa leo hii. Ndakuja kuwapeleka mwenye anaitwa General, mnakumbuka North Kivu, General anayoitwa Mutayomba, mnakumbuka alipigwaga masasi. Hatua ya mapigano alikuwa ya ule Colonel Wilingoma, alikufa katika uwanja wenye mapambano hapo eneo ya Rubaya. Mnakumbuka haya? Ndio kwenye huyu General anayoitwa General Mutayomba alipataka na yeye tatizo lenye mtuo wa marisasi kwenye sehemu zake za mwili, mpaka alikuwa amepoteza kwa kweli. Ukiona hangi kuwa mtu wa kuamuka. Waasi M23 walitumia teknolojia kwa sasa, wakaleta madaktari wale wa kutibu huyo generali. Kwa sasa leo hii tunazungumza leo hii tarehe 6, hii tarehe 13, General Mutayomba ameonekana katika seta tena ya Masisi akizungumza na raia population. Tangu Wilingoma alikufa mwezi wa ngapi? Mwezi wa pili, mnakumbuka ilikuwa ni mwezi wa pili au mwezi wa tatu, mpaka kwa leo ndio leo amerudi tena kwenye mtandao. Habari nimekwambia watu wangu, mkiwa unanisikiliza mara moja mtaniona, mtajua kila kitu kinavyoingia ama kila chote kinavyoendelea.
mara moja ulayani upande wa Sud Kivu, kutoka upande wa eneo wa Baraka na eneo FARDC wanamiliki Baraka, na katika eneo inayoitwa Mushimbaki. Hizi ndio eneo FARDC wanamiliki upande wa Baraka. Ndani ya eneo inaitwa kuelekea katika eneo wa M23 wanamiliki ni eneo ya Mulima, na kuelekea eneo inaitwa Nyakihebe ndio kwenye M23 nao wanamiliki. Kumbuka M23 walimiliki eneo ya Mulima tarehe kumi ile hatua walibombarde hapo Mulima, watu waliumia, walikufa, mnakumbuka hizo kitu hapo, na ndio wanajeshi viongozi wa moja walipoteza maisha hapo, na kijana mwingine anayeitwa Shukuru, jeshi umoja wa FARDC, alipoteza maisha hapo. Na kwa sasa hizi eneo ziko hapa M23 kwa sasa kwenye kwa sababu M23 Mulima, kumbuka eneo ya Mulima na katika ndani inayoitwa Nyakihebe ni kwenye Mulima, kwa sababu eneo ya eneo ya Mushimbaki wako bondeni pamoja na eneo ya hapo ndani ya Baraka wako kwa bonde na Mushimbaki wako kwa bonde. Yani M23 wako kwenye mlima huko, yani wanaangalia tayari eneo ya Mushimbaki na wanaangalia mara moja eneo ya Baraka. Kwenye habari iliko kwa sasa leo imeleta tatizo na watu wengi wameendelea kuwa na wasiwasi. Watu wangu, kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imepokea vifaa kubwa zaidi, mabato za vita, zile zinaita maboti za vita za kisasa za wanajeshi 10 ya wanajeshi 10 zile za kisasa zile. Niliwaambia serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haijakosa sapoti. Serikali iko na nguvu ya kupata sapoti ya manchi mengine kuliko wanajeshi wa M23. M23 wanasapotiwa na Rwanda, nchi moja. Hata kama kutakuwa wale wa Faransa wanakusapoti huko, lakini kumbuka nchi inasapotiwa na manchi mzima, inasapotiwa na dunia mzima, kwa sababu hao nao ni nchi kama nao wanaweza kuomba support kutokea Kongo. Na kwa sasa serikali ya Kongo ilianza kupokea silaha mpya Kinshasa. Kinshasa ilipokea drone 5 za kisasa zenye mapigano. Drone 5 zinakuwa kama mnaona hiyo ndizi, inakuwa kama ndizi hizo madrone. Kunajua sisi ni maraia tujue majina, zinakuwa yani ziko tofauti hizo drone. Mtaangalia kwenye cover yetu ya video, mtaona hizo madrone ziko kama ndizi hapo. Unaona hiyo drone, hata kama tayari wewe ulikuwa unaitafuta, unataka kuibombarde, hauweze kuipata. Kwa sababu gani? Wahasi hawa, unanifuata? Wahasi hawa wanakuwa wameshajiandaa, wanajua tayari lengo yao ni kufanya nini? Ni kurejesha katika sekta ili gisi inavyoonekana katika wenye uwanja hapo. Mambo inaendelea kupatikana katika eneo hizo. Na katika habari mengine kwa sasa nimepata na kuambia, kwa sasa FARDC tena wamepata kitu kingine moja mpya zaidi. Wanajeshi leo Burundi, serikali la Burundi leo hii tunavyozungumza, serikali ya Burundi leo hii tunavyozungumza kwa sasa wanafanya nini? Wana mkutano ya nije wataendesha vita hili la upande wa Sud Kivu. Nije watapambana hii katika upande wa Sud Kivu. Na kwa sasa katika muda huyu wamesema kwa sasa inabidi kwa sasa warejeshe upande yote M23 walimiliki. Na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kwa sasa tunaozungumza, kwa sasa wameingia kwa wingi kutokea Kalemi. Leo mchana wa leo ilikuwa ni mchana ya kuramplace wanajeshi wale walikuwa kwenye uwanja, wanatolewa, wanaleta wanajeshi wapya. Na wale kwa sasa Burundi ni hivyo. Kwa sasa wanajeshi walijazwa kwa makamio, wanaingia Uvira, gisi na watangazia mpaka muda huyu, mpaka na kuelezea kwa sasa wanajeshi wanakuja kwenye uwanja ni jambo lenye mkuu moto zaidi, kwa sababu kwenye mapigano wamekuja na vita lingine kali zaidi. Na kwa sasa watu wengi wanajiuliza kwa sasa lenye mgogoro huyu na kwenye mapigano gisa yanavyoendelea, ni nini itakuja kuwapata watu hawa? Unanielewa vizuri? Sasa watu wengi wanajiuliza sasa kwenye vita hili kwa sasa hivi, kwenye mgogoro wa vita unaendelea, kesho kutakuwa vipi? Yani sasa ndio tunajiuliza kwenye maswali. Mapigano amekuja kwa aina tofauti, mapigano yanakuja kwa njia tofauti.
Na ndio maana nakwambia kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV, subscribe, like, comment. Hakuna mahali kwingine utapata habari ya uhakika. Hakuna mahali kwingine utapata habari ya ukweli. Na tayari kama unavyonisikiliza kwa sasa hivi, elewa tayari ili jambo ninalokutangazia, elewa tayari ili habari ninayokutangazia ni habari lenye ukweli, ni habari lenye kuwakuletea taarifa lenye mshimamo, kwa sababu hapa mimi nimekupasha habari ya kukuonyesha kwa sasa kwenye mapigano mambo haya inabadilika. Kwa sasa serikali imerudi na nguvu lipya. Hivyo ndio niliwaambia, serikali inarudi nguvu. Serikali la Kongo limerudi na nguvu. Nguvu limekuja, lakini kumbuka wahasi nao walali, wamelala wanatulia waone, kwa sababu FARDC inakuja kurejesha eneo zote M23 walikuwa wamechukua upande wa Sud Kivu. Na kama unavyonisikiliza kidogo, tunaona ndege za vita zinaanza kupita hapa kidogo.